madhambi mawili yanaweza yakaletwa haraka mateso yake kwa aliyeyatenda hapa duniani, bila ya kusahau kwamba sehemu nyingine ikamsubiri kesho akhira. Madhambi hayo ni adh-dhulmu wa qati'atu rahim. Dhulma pamoja na kukata koo. Tukaambizana kwamba tujipekue. Maana ya mawaidha ni kwamba wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Mara nyingi huwa Mwenyezi Mungu anasema waja'alna likulli shay'in sababa. Kila jambo linakuwa na sababu zake. Wala ma nazala albala illa bisabab almaasi wama rufi'a illa bitawba. Anasema mabalaa yote haya hayashuki isipokuwa kwa sababu ya maasi. Mmesoma pamoja nami ile hadithi ya 5 bi 5. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلف. Ukienea uchafu kwa watu, Allah atawaletea maradhi ya mlipuko na majanga ambayo zamani wenzao hawakukutana na vitu kama hivi. Kwa hiyo tujiulize, maasi, madhambi hayapo leo? Yapo. Haya madhambi ya ushoga watu wanayaona mapya. Sio mapya, yalikuwepo kutokea zamani, lakini sasa yamekithiri. Na mara nyingine binadamu alivyokuwa hajitambui, pale kitu kinapotahadharishwa yeye ndo anachukua naenda kujaribu. Qaumi Lut walikuwa wanafanya hivyo vitendo, lakini katu hatujawahi kusikia kwamba walikuwa nao wanaume kwa wanaume. Tatizo ni sisi leo hapa, linatakiwa hilo jambo au linapigiwa debe ili liwe official, liwe ni sheria katika dunia, litambulike. Ewe unaweza ukamua mume mwenzako au mwanamke mwenzako. Laana kiasi gani ambazo hata wanyama hawafanyi. Uwezi ukamwona dume anaparamia dume mwenzake katika ngamia wala ng'ombe wala mbuzi wala kondoo. Lakini ajabu ni sisi ambao tumeitwa umma bora kulizungumza hilo, kuliona kwamba ni jambo la kawaida. Dunia inatisha. Sasa hivi mwenzako akikwambia nakupenda, ujichunguze kwanza, alafu mtizame vizuri na yeye. Maana Mtume aliposema kwamba idha habba ahadukum sahibahu falyu'limhu annahu yuhibbu. Alipopita Mtume yule bwana akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inni uhibbuhu, yule nampenda sana. Akamuuliza, a'lamtahu, yani hal a'lamtahu, je umemjuza kama unampenda? Umemwambia? Akamwambia la. Akamwambia nenda kamwambia. Sasa kweli hayo leo ukiyafanya watakuhama. Amru, nakupenda sana. Shekhe wana kishaingia kule tokea lini bwana tukawa tunapendana? Inakuwa lazima ufikirie 1000 hisab kabla hujamwambia mtu kama nakupenda. Kumbe anakupenda mwenzako kwa sababu anafuata mwendo wa Bwana Mtume. Lazima watu wapendane. Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, umpendelee mwenzako. So ukiona unampendelea mwenzako anaona mbona ananipendelea sana huyu, mbona ananipa vitu bure huyu, juzi kenda kaniletea kofia, leo ananiletea kanzu, leo ananiambia nikaftari kwake, anaanza kumkimbia kidogo.
Unataka kuifanya dini leo iwe ngumu bure. Lakini inshallah ulimwengu hautofanikiwa kwa yale maasi na maovu wanaoyataka yawe ni mambo ya kawaida katika jamii. Tulani tena kwa nguvu zote vitu hivyo ambavyo leo vinaletwa katika nchi zetu na culture zetu, na tunataka kubadilishiwa mienendo ambayo tumeirithi kabiran an kabiri. Imekatazwa na culture kabla hata ya dini, kabla hata ya dini yetu ambayo inakwenda sambamba na maumbile ya maisha yetu. Ala kulli hal, ma nazala bala'un illa bil ma'asi. Mkiona balaa zozote zinatokezea, ujue nyuma yake kuna maasi mengi, tena hususan maasi hayo mawili, azina wal liwat. Hizi mbili ndo zinaleta tragedy, yani majanga. Indama ta'um wa tatim, ammat wa tammat, yani linaota mizizi na linaenea, inakuwa kama ni kitu cha kawaida. Sasa itafika wakati ukionekana unazungumzia vibaya ushoga, watu ndo wanakushangaa wewe. Yani wewe hujui kama hayo mambo ni ya kawaida. Yani wewe unashangaa, watu watakushangaa, kwani huyu anaishi wapi? Anatoka wapi huyu? Kwani hujui kama haya mambo? Yani watu watakushangaa. Kwa sababu kuanzia watoto kama wa shuleni huko wanawasomesha hivyo vitu, wanawaelekeza hizo njia. Ya Allah, ikhwata al-imani wal islam, unatamani mara nyingine ukiomba dua ikubaliwe, kutokamana na watu wanavyokukera, wanavyoingia katika mambo ambayo sio, wanavyoharibu, wanavyoleta majanga. Unatamani useme kitu, Mungu akusikilize hapo kwa hapo. Na hizi ni tamaa zetu wanadamu, tunapenda kile kitu ambacho tunakihitaji kiwepo haraka haraka. Si katika hayo wala si katika mambo yoyote mengine, hata ibada zetu hatujui kama Mwenyezi Mungu anazikubali. Tumuombe Allah azikubali, kwa sababu hata saumu Mtume anasema rubba saimin laysa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash. Huenda wafungaji wengi wakawa wanaambulia kiu na njaa, hawajapata chochote katika thawabu. Tusiwe miongoni mwao ya Rabb. Huenda mtu akawa nasali, kumbe anajipiga na majamvi tu na mazulia, hakuna kitu. Huenda ukienda Maka, kumbe umeenda tu kama mtalii, tourist, hakuna kitu. Huenda ukatoa zaka, kile ukienda nyumbani, ukienda akhira unaambiwa habaan manthura, hujapata chochote. Sababu vigezo, qualification havikuzingatiwa. Sasa hata dua zetu tunazonyanyua mikono tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, pengine yazifiki hata hapo kwenye feni. Au yule mzee aliwaambia, bwana tupe Fatiha, tutilie Fatiha. Asema mimi mwenyewe Fatiha yangu inahitaji Fatiha. Yani hiyo Fatiha yangu mpaka ifike inahitaji Fatiha za wengine. Yani mimi wapi na wapi? Lakini kuna vitu ukivifanya unakuwa mustajabu da'wa. Fakaifa takunu mustajaba da'wa? Kuna vitu ukivifanya, kuna mambo ukiwa nayo, dua zako zinapokelewa haraka haraka, haziachwi. Msikilize huyu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Alikuja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ud'u Allah li an yaj'alani mustajaba ad-da'wa. Wenzetu pia walikuwa wanatamani mambo kama haya. Ya Rasulullah, niombee kwa Allah anijalie niwe dua zangu zinapita, zinakubaliwa. Kipeleka kitu Allah anakubali. Sharaf kubwa, sharaf kubwa. Niombe, kaona last fursa dhahabia, kwa sababu dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kama dua zetu. Na mara chache sana Mtume sallallahu alaihi wasallam
kuombwa ombi kama hili alafu akampa direct vile vile anavyotaka. Alikuwa anaweza mkisema ya Rabbi mjalie Saad ibn Abi Waqqas, kwanza huyu ni mjomba wangu, huyu. Unajua historia ya Saad, mtu wa kwanza aliyoachilia mkuki katika Uislamu, katika wanajeshi wa Kiislamu, aliyeka historia, yeye ndio mtu wa kwanza araqa daman fil Islam. Ule mkuki wa kwanza, nenda katika channel yetu ya Sheikh Uthman Maalim, kuna sira tunaizungumzia pale, utapata kuona silsila yake, uona ghazawati rasul pale, utaona historia ya Saad ibn Abi Waqqas, utamjua Saad ibn Abi Waqqas ni nani. Yule ambaye mtume katika hija ya kuaga alikwenda kumzuru, naye yuko kitandani, akaambia ya Rasulullah, laqad balagha bi min alwaj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatu li afa atasaddaq bi shatri mali bi nisfi mali bi thuluthi mali bi thuluthi mali. Zote hizi Rasulullah, mimi ni tajiri lakini nakufa mimi, maradhi yangu haya naona kama siponi, sina mrithi na mali nyingi, mrithi ni binti mmoja tu, na Waswahili wanasema mwanamke amalizi mirathi, yani akishachukua nusu katika nasibi yake, nusu yake. Sasa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kanata fawqa ithnatayn فإن كانت واحدة فلها النصف إن كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك, kama ilivyokuja katika suratu An-Nisa. Yani mirathi kagawa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, mbili zako na moja ya mtoto wake, wakiwa zaidi ya wawili thuluth mbili, ikiwa mmoja nusu. Wanawake taba, yani mabinti, binti wa mayit wa halumma jarra. Lakini mimi mali zangu ni nyingi, mrithi wangu ni mmoja. Sasa je, nitoe thuluthu mbili za mali yangu? Mtume kasema la. Nusu la. Thuluthi, Mtume akasema thuluth, wa thuluthu kathir, innaka intadhar warathataka aghniya khairun min an tadharahum ala yatakaffafuna an-nas. Saad, ukiwaacha watu wako ni matajiri, wana uwezo, ni bora kuliko ukimwacha mtu wako anaomba. Uislamu hausema eti watu wako wafe maskini lakini wewe unawajali watu wengine. Na hii ni nasaha kutoka katika mimbari. Yoyote aliyokuwa na uwezo, anza na watu wa nyumbani kwako, anza na watu wako. Saad ibn Abi Waqqas anaambiwa usiwaache maskini watoto wako. Dini haikusema ushughulike na watu wa Islamu wengine, watu wa nyumbani kwako waache, anza na wao. Abu Talha iliposhuka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, akasema ya Rab, mali ninayoipenda zaidi mimi ni hili bustani la Bayruha. Akamfuata Mtume akamwambia Rasulullah, laqad anzala rabbuka qawlahu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna Bayruha la hiya ahabbu amwali ilayya. Angalia wenzetu walivyokuwa wanatafaal na zile aya, yani yastajibun hapo hapo, yani wanaishi zile aya, wanaziishi. Unajua kuziishi aya vile, ukisikia tu inavyonini wewe ukareact na aya wakati ule ule. Kama yule ghulama aliyekuja kwa mtumishi wake amebeba biriani, basi akajikwaa, ile biriani yote ikadondoka juu ya bosi wake. Kama wewe nyumbani sasa mtumishi wako una wageni umewaalika, wakati wa chakula tayari amekuja na mchuzi, akajikwaa ule mchuzi wote ukamiminika juu ya kichwa chake. Ndio ilivyotokea, akaonekana na ghadhab. Lakini mtumishi alikuwa anajua Qur'an, akamwambia ya sayyidi inna Allah ta'ala yaqulu wal kadhimin al ghayz. Yani nakuona kama umeghadhibika, lakini Allah anasema na wale wenye kuzuia hasira zao wana pepo siku ya Kiyama. Basi aliposomewa tu pale pale akasema kadhamtu ghaidhi, nishazuia hasira zangu tayari. Kijana akamwambia bado,
wal'afina 'anil nas. Mwenyezi Mungu anasema na wale wenye kuwasamehe wengine wana pepo. Sio tu umezuia hasira, nisamehe pia. Akamwambia afautu ank, nimeshakusamehe. Akamwambia bado wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya mazuri. Akamwambia hakuna zuri zaidi ya kukuacha huru. Sasa hivi wewe si mtumwa tena, uko huru. Hii ndio tafaul na Qur'an. Hii ndio namna ya kuishi na Qur'an. Yani unaisikia una react pale pale. Ndio maana waislamu wenye kujua mambo wakikuona umekasirika sana wakwambia salli ala nabi, msalie mtume bwana. Taban katika adati zote watu wanajua ukishadajua mtume wewe ni ahabu nasi ilaika, utatulia. Lakini watu wetu wasema bwana hapa hapana kusaliwa mtume mpaka kieleweke. Wewe msomee hata misahafu yote wewe, atakuchinja. Sasa taamul na Qur'ani, unataamal na Qur'ani, unakwenda nayo sambamba. Sasa ya Rab, unapenda sana, unataka mali tunazozipenda ndo tuzitoe. Mimi mali hii, shamba hili ndo nalipenda, nimelitoa sadaka, nimekupa wewe ya Rab, nimempa mtume wako ya Rab. Na yeye mtume akasema bakhin, hongera, lakini ij'alha fil aqrabin, nenda kawape watu wako wa karibu, usinipe mimi. Tafute mtu wako wa karibu maskini, mpe shamba hili. Akatafuta watu wake wa karibu akamgaia. Charity begins at home. Nyumbani, mahalo zako, mashangazi zako, wajomba zako wanaomba, afu unakuja huku so, jamani na sadaka yenu, anza wale kwanza alafu njoo kwetu. Anza na wale alafu naenda kwa wengine. Wale kwanza wanatakiwa na wao waenjoy. Sababu nao wajeuri bwana hawaambuliki, waache na wajeuri zao. Wewe unatafuta wewe thawabu. Hawa hawana shukrani bwana, wewe usiangalie, sema la nuridu minkum jazaan wala shukura inma nut'imukum liwajhi Allah. Wape alafu naenda kwa watu wengine. Sasa waislamu wenzako, ndugu zako, majirani zako, akina sisi baadaye njoo. Naam, lakini baada ya kumalizana na watu wako, jamaa zako wa karibu. Saad ibn Abi Waqqas akamwambia mtume, mimi sina mrithi isipokuwa huyu na mali zangu ni nyingi. Lakini mtume alikuwa anaona mbali, akamwambia la'allaka an tukhallaf, uenda wewe ukaachwa na ukaendelea kubakia. Si unaogopa, unaona utakufa? Who knows, uenda wewe ukaendelea kukaa hatta yantafi'a bika an-nas wa yudharra biha al-akharun. Kuna watu watafaidika nawe na kuna wengine watafasirika kupitia wewe, yani watakipata kupitia mikono yako. Neno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaliacha athari kubwa sana na historia. Hii ilikuwa ni mwaka wa 9, ni mwaka wa 10 Hijria, yani hija ya mwisho ya mtume.